Moja ya sifa ambazo zinamtofautisha sana kati ya huyu Mungu anayeaminiwa na Waislamu anayejitambulisha kama Allah katika Qur'an na Mungu ambaye anajifunua katika Biblia takatifu, ambayo Wakristo tunamfahamu kama anajitambulisha kwa jina lake kama Yehova au Yahweh. Sasa jambo moja kubwa ambalo Allah anapofundisha katika Qur'an tunaligundua tunaposoma Qur'an, kugundua kwamba huyu Allah haelewi upendo wa Baba una maana gani. Sasa kabla ya kwenda kufafanua kwa nini huyu Allah haelewi upendo wa Baba una maana gani, labda nifafanue upendo ni nini. Tunaposoma katika falsafa za Kigiriki kwa mfano na tafsiri ya upendo, upendo ni hali ya juu kabisa ya kujali au ya kuvutiwa au shikamana na mtu au kitu au jambo fulani. Ndio tafsiri fupi na nyepesi kabisa kuhusu upendo. Sasa Wagiriki wao katika jamii zote au katika jamii nyingi ambazo zilistaarabika toka kale, Wagiriki ndio waliweza kuchanganua upendo vizuri sana. Wagiriki wao wanaelezea upendo katika namna 4 tofauti za upendo. Kwa mfano, wanataja agape, mojawapo ya upendo, ambao wanasema upendo huu ni ule upendo usio na masharti, upendo wa kujitolea, ambao ni mfano mmojawapo upendo huu ambao ni kutoka kwa Mungu kwa binadamu, kwamba Mungu anatupenda bila masharti. Na tunapomwona katika Mungu katika Biblia tunauona akiudhihirisha huu upendo huu, kwa kuwa Mungu anajitolea mwenyewe kwa kukomboa wanadamu kabla hata wanadamu wenyewe hawajafanya toba au hawajageuka. Upendo mwingine ambao Wagiriki wanaozungumzia ni upendo unaitwa philia. Philia ni upendo wa kirafiki na wa kiaminifu. Kwa mfano, ni upendo baina ya marafiki wawili. Huu katika Kigiriki unafahamika kama philia. Aina ya tatu wa upendo ni unaitwa eros, ambao ni neno erotics linatokea huko, au erotica. Sasa eros ni upendo wa kimapenzi au wa kimahaba, na upendo ambao unatokana na hamu za kimwili. Huu ni upendo ambao unapelekea katika mwanamume na mwanamke kupendana na kuingia katika ndoa au kuingia kufanya mapenzi na vitu kama hivyo. Upendo wa mwisho ambao Wagiriki wanaozungumzia unaitwa storge au storge. Na upendo huu ni ule upendo wa kiasili wa katika kifamilia. Kwa mfano, upendo wa baba kwenda kwa mwana au upendo baina ya ndugu wa familia. Huu ni upendo wa asili. Sasa Wagiriki wao wameweza kuchanganua upendo katika makundi haya 4. Unapoenda kusoma katika Qur'an na kujifunza katika falsafa au theolojia ya Kiislamu, unagundua kitu kimoja kikubwa sana. Allah hana upendo kwa namna yote. Katika hizi aina 4 zote za Kigiriki, Allah hana upendo. Hana upendo wa agape, wala hana upendo wa philia, wala hana upendo wa hii storge ambao tunasema kwamba wa kifamilia. Hana kabisa. Kwa mfano, unapokwenda katika sifa za Allah, unakuta wanasema Allah ana majina 99 au ana sifa hizi 99. Katika zile sifa 99 zote hakuna hata moja ambayo inazungumzia upendo. Hana sifa ya upendo katika zile sifa zake 99. Upendo si moja wapo. Unapoenda kusoma katika Qur'an, kwa mfano katika hili toleo la Hafs ambalo lina aya 6236, au unapoenda kusoma katika toleo la Warsh ambalo lina aya 6214, ni aya 2 tu peke yake ndizo zinazosema kwamba Allah ni mwenye upendo au mwenye mapenzi. Ni aya ya 90 ya sura 11 na aya ya 14 ya sura 85. Hizi ni aya peke yake ambazo Allah anasema kwamba ana upendo au ana mapenzi, au anazungumziwa Allah anakupenda au ana mapenzi. Upendo wa Allah unaposoma katika Qur'ani unajibainisha kwamba ni upendo wenye masharti zaidi. Kwa mfano, unaona kwamba ili Allah akupende lazima ufanye jambo fulani ndipo akupende. Kwa mfano, utende wema au upambane kwa ajili yake. Hii anaizungumzia walau mara kama 20 hivi katika Qur'ani. Jambo jingine ambalo Allah analizungumzia katika Qur'ani kwa uwazi kabisa, unaona huyu Allah kuna mambo ukifanya hatokupenda. Kwa mfano, anasema hapendi watu ambao wanavuka mipaka, na pia hapendi waovu. Jambo hili analizungumzia si chini ya mara 22 katika Qur'an. Kwa hiyo anapozungumzia kuhusu kuvuka mipaka, Allah haelezi hii mipaka inaishia wapi. Anazungumzia tu hapendi wale ambao wanavuka mipaka na hapendi waovu. Sasa kimsingi tunachokiona ni kwamba kuna upungufu mkubwa sana katika dhana ya upendo kutoka kwa Allah. Allah si Mungu wa upendo. Ningeweza kwenda ndani zaidi, lakini unakuta huyu Allah anapo hata katika hadithi kuna mapungufu mengi sana kuhusu Allah katika upendo. Allah huyu si Mungu wa upendo. Sasa kwa mfano tunapoenda katika sura ya 5 ya Qur'an, tunapoenda kusoma katika
ile aya ya 18 tunakutana na aya hii inashangaza kidogo. Inasema hivi: na Mayahudi na Wakristo wanasema sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na wapenzi wake. Sema basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya dhambi zenu? Basi ninyi ni watu katika aliowaumba, humghufiria amtakaye na umwadhibu amtakaye, na ufalme wa mbingu na ardhi na vyomo baina yake ni wa Mwenyezi Mungu, na marejeo ni kwake. Hapa Allah anachoeleza ni kwamba yeye anachokiona ni kwamba kama Mungu, kuna Mungu ambaye anakuadhibu, basi huyu hawezi kuwa Mungu wa upendo. Hapa anachojaribu kumshambulia, naye anamshambulia Mungu Yahwe, kwa sababu Mungu Yahwe ndiye ambaye anajidhihirisha kwamba ni Mungu wa upendo. Na tunamuona Allah anazungumza hapa, na anachodai yeye, kama huyu Mungu kweli anawapenda nyinyi Wayahudi na Wakristo, kwa nini anakuadhibuni? Sasa tunaona kwamba mambo kadhaa anapojizungumzia yeye, anasema humghufiria amtakaye na humwadhibu amtakaye. Maana yake ni kwamba humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye. Sasa hii statement yenyewe kwanza ina ukakasi kwamba si kila ambaye anakwenda kwa Allah kuomba msamaha atasamehewa, isipokuwa tu yule anayemtaka, na si kila ambaye anastahili adhabu mbele ya Allah ataadhibiwa. Atachagua anayemtaka amwadhibu na wengine asiwaadhibu. Atachukua amsamehe anayeomba toba, na si kila anayeomba toba yule Allah anamwadhibu. Kwa ndani ya aya hii yeye mwenyewe Allah anajichanganya sana. Lakini tukitoka hapo tutaangalia kitu kikubwa ambacho tunaangalia namna gani fikra za huyu Allah asipoelewa ubaba. Yeye huyu Allah anaweka dhana ya upendo wa baba kama dhana ya baba mdekezaji, kwamba Allah yeye anachoona kama kweli huyu Mungu wa Wayahudi na Wakristo anawapenda, asingeliwaadhibu nyie. Kwamba huyu Allah anachofikiri yeye kwamba upendo ni kudekeza tu, kwamba mtoto anafanya makosa basi adhibiwe. Yeye ndio anachofikiri katika upendo. Kwa mfano naenda kusomea dhana ambao namna gani Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Yehova anajidhihirisha katika Biblia, jinsi gani sisi Wakristo tunavyofahamu dhana ya upendo wa Mungu na adhabu ina maana gani. Na kusomea kwanza kutoka katika kitabu cha Mithali, na kusomea Mithali sura ya 3 mstari wa 11 mpaka 12. Nasema hivi: mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Maana yake ni kwamba dhana ya Mungu kumwadhibu mwanadamu ni namna mojawapo ya kudhihirisha upendo wake, kwa sababu anachotaka hapa Mungu katika kuadhibu ni kukurudisha katika pendo lake, katika kukutoa katika kukumbusha upotevu wako ambao pengine unaweza kupeleka kupata hukumu ya milele. Kwa hiyo anapokuadhibu nia yake ni kukurudisha katika njia ambayo iliyo njema ili uweze kupata neema ya wokovu. Tunapoenda katika Waebrania, Paulo anayanukuu maneno haya, lakini anaeleza kwa undani zaidi kidogo. Tutasoma Waebrania kutoka sura ya 12 mstari ule nitaanzia kwenye mstari wa 4 mpaka nafikiri mpaka wa 10 hivi tutaangalia. Paulo anasema hivi: hamjafanya vita hata kumwagika damu mkashindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi na kusema na wana, mwanangu, usiadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nao tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Paulo anachoelezea hapa ni hivi kwamba ni faraja kubwa kuwa na Mungu ambaye anatupenda, lakini katika pendo lake hilo hilo huwa anaturudi, yani anatuadhibu ili tusiendelee kupotea. Kwamba kama huyu Mungu angekuwa haturudi, basi sisi tungekuwa ni wana wa haramu. Kwamba baba ambaye ana mwana ambaye si wake wa kumzaa, ndiye ambaye hajali mwana ambaye anafanya makosa na hamrudi, kwa sababu matokeo yake yanakuwa ni yule mwana anakuja kuwa anapotea kabisa.
Kwa hiyo tunachokiona hapa ni hii kwamba huyu Allah haelewi upendo wa baba ni nini, kwa sababu yeye anachodhani tu kama angekuwa kama kweli yuko Mungu mwenye upendo, basi asingelewaadhibu hawa Wayahudi pamoja na Wakristo. Namalizia katika kukusomea kutoka katika Ayubu. Nitakusomea Ayubu na pia nitakusomea Ufunuo kwa kuhitimisha. Tutakusomea Ayubu sura ya 5 mstari wa 17. Inasema hivi: mstari wa 17 nasema, tazama yu heri mtu yule Mungu amwadhibuye, kwa hiyo usidharau kurudiwa na huyo Mwenyezi. Jinsi gani huyu Ayubu anachukulia dhana ya adhabu kama ni jambo jema kutoka kwa Mungu, kwa sababu anafahamu adhabu ni sehemu ya kudhihirisha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Na kusomea katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Ufunuo wa Yohana 3:19. Inasema hivi: wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kwa hiyo tunachoona hapa ni kwamba fikra ya Allah ni tofauti kabisa na huyu Mungu wa kweli anajidhihirisha katika Biblia takatifu. Katika Agano la Kale anajidhihirisha kama ni Mungu mwenye upendo, kiasi kwamba kwa upendo wake huu ndio maana anawaadhibu wale wanao anaowapenda, ili waweze kupata fursa ya kutubu, ili wasije wakapotea milele yote. Ndio maana ya adhabu. Allah kwa kuwa yeye si Mungu wa upendo, hajui upendo. Upendo anaofikiria yeye ni upendo wa kudekeza, kwamba kama atakupenda basi atakuacha tu ufanye unavyotaka, lakini mwisho wa siku utakwenda katika upotovu. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba hawa ni Mungu wawili tofauti. Lakini kwa kusema haya, ndugu yangu Muislamu, nakukaribisha uje katika utafakari Mungu huyu wa Biblia, Mungu wa kweli aliyedhihirisha kutokea kale, alipojidhihirisha kwa wazee wetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na mwisho kabisa anamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie apate uzima wa milele. Anadiriki kumtoa mwanae wa pekee ili afe kifo cha msalaba kupatia wokovu. Lakini pia huyu ni Mungu ambaye katika upendo wake anatuadhibu ili kututoa katika njia ya uovu na tuweze kupata katika njia ya toba, ili atuepushe adhabu kuu ambao haina mwisho ya moto wa milele. Karibu sana, Mungu akubariki na tafakari mambo haya. Usipoteze fursa hii uweze kupata neema hii ya wokovu ambayo Mungu alitupatia kwa kupitia mwana mpenzi Yesu Kristo aliyekufa msalabani na akafufuka siku ya tatu. Karibu sana, Mungu akubariki sana.